Mwanasiasa chipukizi Elia John Yohana, mzaliwa wa kata ya Kasamwa katika manispaa ya Geita, ametangaza rasmi nia ya kuwania ubunge wa jimbo la Geita mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Elia, ambaye ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya sayansi na elimu kutoka Chuo Kikuu cha St. John, amesema uamuzi wake umetokana na uzalendo alioujenga kwa muda mrefu pamoja na uelewa wa changamoto zinazowakabili wananchi wa Geita. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, Elia amesema amekuwa akifuatilia kwa ukaribu hali ya maendeleo ya jimbo hilo na kwamba ameona ipo haja ya kuwa sehemu ya mabadiliko ya kweli kupitia nafasi ya uwakilishi bungeni. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Mimi naitwa Elia John Yohana, mkazi na mzaliwa wa kata ya Kasamwa, manispaa ya mji wa Geita, mkoani Geita. Lakini pia mimi ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya sayansi na elimu kutoka Chuo Kikuu cha St. John University of Tanzania Main Campus Mazengo, Dodoma. Lakini pia mimi nimekuwa naibu waziri wa elimu wa serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha St. John University of Tanzania Main Campus Mazengo kwa mwaka wa 2023 na 2024. Lakini pia mimi nimekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2016, ambapo nimepata fursa ya kushiriki shughuli nyingi na kazi nyingi za chama kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Mimi Elia John Yohana ninaomba kutangaza rasmi kutia nia ya ubunge jimbo la Geita mjini. Kwa mantiki hiyo basi, mimi nitaongezeka, kama wapo wengine tayari washaonekana, basi na mimi nimeongezeka katika idadi iliyokuwepo ya watiania wa ubunge jimbo la Geita mjini. Kwa hiyo na mimi natangaza nia yangu rasmi, nitakwenda kuomba ridhaa ya kupata nafasi ya ubunge jimbo la Geita mjini kupitia chama changu cha Mapinduzi. Pindi ambapo mchakato wa ndani ya chama utakapokamilika na kuruhusu shughuli zingine ziendelee, watakubali katika jimbo la Geita kwenda kuniunga mkono, na kama pia chama changu kitaweza kurudisha jina langu kati ya wagombea watatu ambao watakiwa majina yao kurudi, basi na mimi nitaingia kwenye kinyang'anyiro hicho kuitafuta fursa ya kugombea ubunge jimbo la Geita mjini kupitia Chama cha Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wana Geita na Watanzania wote kwa ujumla, kwa nini nimeamua kuchukua maamuzi haya kutia nia ya ubunge jimbo la Geita? Mimi Elia John Yohana nina uwezo mkubwa wa uongozi, nina uwezo wa kuwa mwakilishi mzuri zaidi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ili uwe mwakilishi mzuri inatakiwa uwe na uwezo wa uongozi mzuri. Uwezo wangu wa uongozi unatokana na vitu vifuatavyo ambavyo vinakuwa ni kama moto unaowaka ndani yangu, vikinisukuma, vikinichochea nikatimize azma yangu ya kutaka kuwatumikia Watanzania
katika nchi yangu. Uwezo wangu wa uongozi unatokana na maarifa ya uongozi, maarifa ya uongozi ambayo nimeyapata katika sehemu mbalimbali. Uongozi haujengwi na maarifa tu ya kisiasa, bali pia na uzalendo. Ndugu waandishi wa habari, Wanageita na Watanzania wote kwa ujumla, mimi nimekuwa mzalendo sana, naipenda nchi yangu na natamani kulitumikia taifa langu vya kutosha. Na uwezo huu wa uongozi unatokana na unachagizwa na kuwepo na damu ya uzalendo ndani yangu, ambapo unanituma kulitumikia taifa hili. Anga na uzalendo wangu kwa taifa na elimu yangu, nitakwenda kuwa mwakilishi mzuri katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pindi ambapo wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wananchi wa jimbo la Geita watakapokwenda kuniunga mkono. Nitakwenda kuwa mwakilishi mzuri na nitakwenda kuifanya kazi hii kwa mapenzi mema katika nchi yangu. Ndugu waandishi wa habari, nimalizie kwa kusema kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyozinduliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilika. Itakwenda kuwasaidia Watanzania. Kwa swali zuri, ndugu mwandishi wa habari, mkutano huu ulikuwa ni kwa ajili ya kutangaza nia, lakini pia vipo vipaumbele ambavyo nimeviolozesha, lakini pia tu nitaweza kulijibu swali hili. Ndugu mwandishi wa habari, jimbo la Geita lina takriban kata 13. Kata 13, changamoto zinataka kuelekea kufanana na wote. Changamoto ya maji, changamoto ya miundombinu ya barabara, changamoto ya madarasa, changamoto ya madawati. Ndugu mwandishi wa habari, kwa kuwa huu ni mkutano wangu mimi wa kuweza kutia nia, najua nitakuwa na nafasi nyingine baada ya mchakato wangu wa chama ukiwa unaendelea na kunipa nafasi nyingine, najua nitakwenda kuzungumzia kwa upana. Lakini changamoto hizi kama nilivyosema, jimbo la Geita mjini linazo rasilimali nyingi. Lina rasilimali madini, lina rasilimali watu, lina rasilimali ardhi, na hasa hata kupitia ukusanyaji wa mapato. Jimbo la Geita lina ukusanyaji mkubwa sana wa mapato na kupitia madini. Kwa mantiki hiyo basi, changamoto hizi zitakwenda, mimi kama mwakilishi wao, nitakapopata fursa kupitia chama changu cha Mapinduzi nikawa mwakilishi, nadhani nitakwenda kuziwakilisha katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitazipigia kelele, nadhani zitakwenda, kwa kuwa mimi ni mwakilishi, zitakwenda kutafutiwa ufumbuzi na naamini zitaisha. Asante.